Basi hilo ndo naenda kumwomba Mungu, lakini singependa kuwa na watu ambao wapo kwa ajili ya kutoa watu. Hiyo sitakubali kuanzia sasa. Na wale wachawi wa kisirisiri wataondoka wao wenyewe kama wapo. Wakati huu tulionao, unaweza kaangalia tu kwenye Isaya 59 mstari wa kwanza, ukae pale wala usisome kwanza. Wakati huu tulionao, watumishi wa Mungu, ni wakati mbaya sana. Japo ni wakati mbaya sana, lakini Mungu Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya kuokoa na kuponya. Neno la Bwana linasema katika Ufunuo, mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na wa kujitakasa azidi kujitakasa. Najua ni kwa nini, ni nini ambacho kiko katika ulimwengu wa roho, au Yesu Kristo amesimamaje katika ulimwengu wa roho hivi sasa? Utatu Mtakatifu umesimamaje katika ulimwengu wa roho sasa? Uko kwenye neno hilo, katika kile umesimamia, Bwana na kuachia uhuru wa kukiendeleza kwa uhuru kabisa, kama ni chema au kibaya. Wenye kudhulumu wazidi kudhulumu, wenye kujitakasa wazidi kujitakasa. Tuko kwenye kipindi hicho. Hapa mapana yake ni kwamba wakati huu nazungumza mbele ya madhabahu ya Bwana, watu wengi wanaenda kufa sana kwa namna ya tofauti tofauti, kwa ajali. Mtu alikuwa mzima tu, kama mama moja alikuwa ameenda shambani, wakati wa kutaka kurudi tu akaanza kuumwa, fika nyumbani tayari akafa. Watu watatoka kwa mitindo tofauti, lakini hasa kwa wale ambao si wacha Mungu. Hili neno linalosema ya kwamba mwenye kudhulumu azidi kudhulumu, mwenye kujitakasa azidi kujitakasa, na mstari mingine inaendelea pale. Maana yake ni kwamba kwa sasa hivi naongea mbele ya madhabahu ya Mungu. Yesu Kristo alivyokuwa ananiambia analinda walio wake. Neno la Bwana linasema Mungu huangazia jua waovu na wabaya, litabaki lile neno. Mungu atawaonyeshia mvua wema na wabaya. Lakini kwa habari ya ulinzi, Mungu alikuwa analinda na watu wake. Nikisema watu wake, ni watu ambao hawajaokoka. Alikuwa analinda Mungu. Lakini kipindi hichi, naongea mbele za madhabahu, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu aliniambia atalinda walio wake. Ndio maana nikasema ya kwamba watu wanaenda kufa sana, maana shetani atakuwa na uhuru wa kuchinja anayetaka. Na kwa kuwa najua nyakati na majira ziko mwishoni, atajikusanyia watu wa tabaka zote, maskini kwa matajiri, wataenda kufa sana. Na sasa hivi kuna ugonjwa, japo hawatangazi, lakini Roho Mtakatifu aliniambia huu ugonjwa wa kuishiwa nguvu, kuumwa kiuno, kuumwa kifua, migonjwa ambayo roho mbaya kutoka kwa shetani zimeachiliwa kwa ajili ya kuleta ile tatizo. Na baada ya hapo, kama ni mwanaume, anakuwa hana sifa ya kuitwa mwanaume tena. Lakini kwa watoto wadogo, kuna roho iliyoachiliwa ya kuchemka, kuishiwa damu na kutapika. Usipoangalia, mtoto anapoteza maisha. Na siku ya leo Bwana akaniambia nitaanzia watoto kuwaombea mwaka mmoja mpaka miaka 5. Watoto wanapatwa na ile roho ambayo imeachiliwa na shetani, roho mbaya kutoka kwa shetani ambaye
zote haupungui. Mwangalie mwenzako hapo, jirani yako upande wa kulia na wa kushoto, mwambie halo. Kama unatoa watu, mchungaji hayuko tayari tena. Haijalishi una sifa gani na kutoa uongo dhambi, una faida gani kanisani ya mwonekano wa haraka na kutoa kwa mujibu wa neno. Mungu anaenda kuleta watu. Kila siku utaona watu wanasema nimekuja, tutakuwa wote hivi na vile. Hii ni kwa sababu ni wakati wa Bwana wa kujikusanyia kondoo wake ambao wako nje. Katika kitabu cha Yohana sura ya 17 ukisoma sehemu ile anasema, na kondoo wengine nao ambao bado wako nje. Kuna watu ambao wataokoka, wale ulikuwa utegemei, ndio watakaosimama na kanisa kulishikilia mno kimaombi na kwa namna zote. Kuna watu wanaenda kuokoka. Neno la Bwana linasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Hili ni swali ambalo huwa najitathmini mimi mwenyewe, naendelea mbele au narudi nyuma? Maana ni hapa katika kipindi hichi cha kukubaliwa na Mungu kufanya lile ambalo unaweza nikalifanya na kuliendeleza siku zote, kama ni jema au baya. Neno la Bwana linasema kama nilivyokuambia, mwenye kufanya mabaya nazidi kufanya mabaya, na mwenye kujitakasa nazidi kujitakasa. Lakini nikakupa siri ya ndani, Mungu atalinda walio wake tu. Yesu Kristo anawalinda walio wake tu, ambao si wake amemwachia adui ili wawe mikononi mwake. Haweza kufanya lolote. Si ratiba ya Mungu ilikuwa siku zote vile. Ratiba ya Mungu alikuwa analinda waovu, pia anakuepusha na mabaya. Sasa hivi ni Mungu amesimama kama Mungu, au Yesu Kristo amesimama kama Bwana na Mwokozi, lakini ni Yesu mwenye wivu kumlinda mtu anayeenda kuua, kumlinda mtu anayeenda kuiba. Hayuko huko tena. Kwa kusema hivyo, katika ulimwengu wa roho, watu ambao wako kwa shetani atajifunua sana kutumia nguvu za giza za ajabu, nguvu za giza za ajabu. Wanashangaa kila sehemu ukipita, na kawaida yangu ninaposafiri huwa ninavaa truck, sionekani kabisa mchungaji au ni mtumishi wa Mungu. Si lengo langu kwamba ionekane vile, ili sipokuwa napenda kubaya. Lakini kila sehemu ukifika, hata hiyo ni mara ya kwanza umevaa hivyo hivyo, ili ujue watu wamekuwa na vijitu viroho fulani vya utambuzi kupita kawaida. Lazima tu utasikia mchungaji, mtumishi wa Mungu, mchungaji. Hapa sisi toka Mwanza mpaka Shinyanga 10,000 tu. Kimwangalia yule ni mtu Mwarabu, mtu kabisa mfahamiani. Sema mimi sio mchungaji bwana. Nilikuwa nafikiri unaniambia mimi, kumbe kuna mchungaji yuko wapi? Wewe acha bwana, wewe ni mchungaji. Karibu mchungaji, twende huko mchungaji. Anakuongoza katikati ya uchochoro pale Kahama. Napita katikati ya uchochoro kwenda kwenye guest fulani ili nikalali. Katikati nimevaa ndivyo hivyo. Lakini mara moja tu nakutana na kijana wa miaka kama 30. Naambia, mtumishi wa Mungu, naenda wapi? Jumba bado bibi. Ameshafahamu ni mtumishi wa Mungu, alafu anaenda kutafuta chumba. Kamwambia mimi sio mtumishi wa Mungu. Bwana, unapopita kwenye uchochoro ndio unamkataa huyo Yesu. Kwa hiyo watu wako mbali. Nikatolea mfano, mama mmoja tulikuwa Dar es Salaam, naenda Kinyerezi kwenye huduma kwa mtumishi wa Mungu Paulo. Mama yule alikuwa amekaa kiti cha mbele pamoja na Agrippa, na kwa nyuma yake palikuwa na jamaa mmoja tumekangana nalo. Halafu yule jamaa nikaona kwa macho
macho yangu yanamwambia halo, pole pole kwa sauti hiyo, halo. Mama yule akiangalia, naomba basi mpeka mimi hata laki moja. Nikupenda fulani, anakuja juu, nikupeleka kimoja sijui nini. Kwa nini na hela? Anakuja juu. Mara ya pili tukasogea mbele kabisa. Nikamwambia sasa, hivi atakamsi. Yule mama akarabisha kwa nguvu kwa sauti ya juu. Alafu nikamalizia nikamwambia, mama, mimi nimekuomba kistaarabu hizo milioni 5 hizo nazo umeweka humo na ukapiga perfume ya nguvu, lakini mimi naziona. Naomba basi kama kimoja. Bwana alichomoa. Maana nilisema basi tutaenda na wewe mpaka mwisho. Alichomoa kabisa uongo, dhambi akaanza kunipa kwa hivi. Kidogo zije kwenye mkono wangu, nikasema ndio nizipokee. Nikachukua alafu jamani kashuka hapo. Fikiria. Mtu akazichola mpaka milioni 5. Halafu yule mama tulikuwa naye, yule jamaa aliingia tu tukapata njia. Roho za utambuzi kupita kawaida. Nilikwambia nilipokuwa nimeenda Mliti, Ukelewe kule, pita na msio naenda Mliti, tarafani. Nashuka tu kwenye gari hivi. Na mavumbi mengi kweli. Ibada inaendelea pale pembeni ya watu kama 200 wamezaa wenyewe wote. Hapo nikasikia, sikilizeni, ulimwengu ametuvamia naye ana nyota 6. Amekuja kutangaza vita kwetu. Tunasema tuko tayari. Wenzangu tukishumwa mwenyeji akashtuka, wewe una nyota 6 tukasikula unakula ugali tu. Na kwa nini wewe unapendelewa? Yule jamaa amejaza daftari zima, ameandika hivi, nilikuwa namwambia Jackson siku 5 na maji, siku 5 kafu, siku ngapi, paka daftari zima. Sasa akashangaa kuona naambia na nyota 6 na mimi sijitambui. Kuna nyota 6. Soga ni 3 6 jumla. Kumbe na nyota 6. Sasa mbona mimi nimekuja tu kwa ajili ya sasa, na jamani sikuja kwa ajili ya mapambano hayo. Kwa hiyo ilibidi nijiweke kimapambano, maana pale usipende umepelekwa kwenye huduma. Halafu yule mtumishi akanikomoa kabisa, maana Mliti pale Ziwa Victoria nimezunguka, akasema kumbe Mungu walikuwa kama watu 30 wakafika 100 kanisani. Kumbe Mungu amekuleta kwa makusudi, na ili uweze ukatembea kwa miguu kuvuka ziwa, sikupi nauli mpaka nikuja kutendewa. Tuko kwenye point ya yale majitu namna yalivyo. Shetani anajiachilia kwa watu wake kwa hali zote, kuwainua na kuonekana katika kiwango kingine tofauti. Lakini sala iliyoko kwa shetani hivi sasa ni kuua na kuchinja na kuangamiza kabisa. Hiyo ndio sekta ambayo iko ikiwawinda na watakatifu wa Mungu. Neno la Bwana linasema zipingane hila za shetani na yatakimbia. Kwa hiyo ndio maana tunaita watoto, tunaombea hili na lile, ni kuzipinga hila za shetani. Maana kumbe si mpango wa Mungu watoto wafe, isipokuwa shetani anakuja kimavamizi. Inategemea falme ya ile na watoto wale wamekaaje, lakini uwe umekaa vizuri, umekaa vibaya kwa Mungu, zile roho zinakuja. Lakini Roho Mtakatifu ni mwaminifu, huongea. Japo kuna mengi ambayo shetani amekusudia juu ya kunyonga, juu ya kunywa sumu, juu ya uchawi na nguvu za giza, lakini mkono wa Bwana haupungua. Soma hilo andiko. Tumishi, karibu. Isaya sura 59 mstari wa 1, Biblia inasema, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Hilo ndio andiko nililoambiwa na Bwana nifanye hivyo hapo. Japo hapo bado kuna marekebisho pale nje, lakini sitawahitaji sana. Leo tutakuwa na mchagizo, nahitaji 200,000 hata kama zitatimia kwa maelekezo ya Bwana. Hizi sio meza za kukaa hapo. Mungu anataka ajitukuze kwa namna yoyote ile. Mungu anataka hivi vitu
vitu vyote hivi vipakwe rangi nyeupe kama hiyo, na vitu vitakavyotengenezwa kwa maelekezo ya Bwana viwe vyeupe. Ukiwa mbali utaona kama malaika wamesimama kuanzia mbele mpaka katikati. Kile kiti ambacho kiko hapo ili kuleta show nzuri, kinatakiwa kingine kiwe huku pembeni. Hivi vyekundu viende katikati. Niliona siku ile askofu amekuja ili anania kiti kama sina adabu. Nilinitesa sana. Roho Mtakatifu akaniambia, hapo ulipo hakuna kumwachia askofu. Hicho ni kiti chako. Nataka kiti cha askofu. Kwa hiyo pamoja kwamba amekuja mkubwa wako, lakini hapo kuna uwepo wako. Nikakumbushwa wakati nilipokuwa nimeanza huduma pale Moleka ya kwamba nilifikia kule Matanga, kitanda nilichokilalia Bwana akasema si cha kawaida, naongea mbele ya madhabahu ya Bwana. Kwa hiyo yule mama Eli, mama ya Israeli, mama namfahamu, akawa naita watu ambao ni majirani wagonjwa, wakafahamu kile kitanda, lakini Mungu alisema upako ule baada ya mwezi mmoja utaisha. Kwa hiyo ndani ya mwezi mmoja watu walikuwa naenda kulala na lala dakika mbili tu anaambia inuka, tayari amepona. Kwa hiyo hapo kuna uwepo wako. Kwa mchungaji kuna uwepo wake. Kwa hiyo kwenye uwepo wangu pale hatakiwi mtu mwingine kukaa. Ndio maana mkaona siku ile iliyokuwepo ilipata shida. Baba askofu amekalia kiti kidogo hivi, halafu mimi nimekalia kiti hicho. Sauti ya Mungu ni nzuri, lakini mara nyingine naweza kukupitisha kwenye eneo gumu. Hilo lilikuwa eneo gumu sana. Kwa hiyo sauti ya Mungu iliyotamka juu ya mtumishi wako, sitamwona tena kanisani. Nikimwona namtafuta, si pale kama unavyofikiri. Ni wakati mwingine ambao sauti ya Mungu ikisema jambo lazima uifuatilie, na usipoifuatilia utakwisha, maana utakuwa mbali na Mungu. Nisipofanya kama nilivyosema hivyo, Mungu atakuwa mbali nami sana. Kila mtu ana faida yake. Ndio mama alikuwa na faida zake nyingi, lakini mambo mawili mabaya kabisa: kutoa watu, kupanda tu. Sio mrefu viti vitajaa. Na tangu sasa naanza kuwa na kuda kila mchawi, yani atakimbia mwenyewe. Sema amina. Na kama yumo ndani leo, yani lazima aje mbele anali. Hakuna kutoka mtu huko. Awe mdogo asitoke. Watoto wadogo wanatumiwa. Kwa hiyo kila siku tutapitisha chekecho kwanza. Inua mkono wako juu. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu, mkono wako hakupungua hata siweze kuokoa, na sikio lako si zito hakutashindwa kusikia. Katika jina la Yesu, kama kuna mchawi katikati yetu, kwa jina la Yesu, omba kwa kuimanisha, kwa jina la Yesu, apigwe. Mchawi anayetoa watu kanisani, pigwa kwa jina la Yesu. Mchawi wa aina yoyote anayeleta magonjwa, pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu. Bwana ameniambia sio Yesu apige. Bwana ameniambia sipigaki. Kuna malaika wanaopiga. Sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Malaika Mikaeli, malaika wa vita, kama kuna mchawi katikati yetu, piga. Wika papa.
jina la Yesu. Kila sumu iliyopandwa ndani mwako naing'oa, sema amina. Sumu ya magonjwa naing'oa, sema amina. Sumu ya maneno naing'oa, sema amina. Sumu ya aina yoyote naing'oa, sema amina. Na kuambatanisha na madhabahu ya Mungu, sema amina. Na kuambatanisha na damu ya Yesu, sema amina. Na kuambatanisha na uwepo wa Yesu, sema amina. Kuna mama moja ni mtumishi wa Mungu kabisa, lakini ameshadonolewa. Angalia sana rafiki yako wa karibu, angalia sana rafiki yako wa karibu, yuko sawa au hapana? Na mama moja ni mtumishi wa Mungu, leo hayupo, kaishadonolewa, padi wa sumu. Ukitembea na mtu ambaye ana sumu, ikakuzidi ile sumu, ikakuta umepungua katika uwepo, lazima atakuendesha, ataingiza sumu yake, utangezwa. Hata kama ulikuwa chombo kizuri, utapisha. Wana maombi wangu wanaelewa kile Mungu alichoongea nasi jana na leo kinatimia, kinatimia. Hata wao wanajua Mungu amesema ya kwamba analiangalia kanisa lake kwa namna ya tofauti, si kama mara ya kwanza. Ni Mungu mwenye wivu, ni Mungu wa hasira kwa wote wanaochafua kazi ya Mungu. Inua mkono wako, sema Mungu wa rehema, naomba unisamehe pale ambapo nimekukosea Bwana. Naomba unisamehe pale ambapo nimekukosea Bwana. Nyosha mkono wako. Leo sio siku ya kuomba kwa neno la maarifa, ni siku ya neno la Mungu tu. Sema, Bwana Yesu, niepushe na kila roho zilizoachiliwa na adui katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya watumishi wako. Nilinde pamoja na uzao wangu, nilinde pamoja na familia yangu. Bwana, Bwana wa vita, simama kama Bwana wa vita katika jina la Yesu. Simama kama Bwana wa vita. Naweza kaka. Karibu mtumishi wa Mungu. Baada ilikuwa vipi? Karibu. Watoto. Taka kwanza watoto wote wale wanaoitwa watoto